Waheshimiwa wabunge, asanteni sana. Sauti. Mheshimiwa Spika Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Frederick Sumaye na Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pinda, mawaziri wakuu wastaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Musa Zanzungu, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri, waheshimiwa wenye viti na waheshimiwa wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hamza Said Johari, mwanasheria mkuu, na ndugu Baraka Leonard, katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi mbalimbali, waalikwa wenzangu siku hii, mabibi na mabwana, habari za mchana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, hakika tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kufikia kushuhudia shughuli hii adhimu katika historia ya bunge letu tukufu. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inanitaka leo kuhutubia bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa lengo la kuhitimisha shughuli za bunge hili ili kuwezesha kuanza kwa mchakato wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, nashukuru sana kwa nafasi hii ya kulihutubia bunge ili niweze kutimiza wajibu wangu huu wa msingi wa kikatiba. Shukrani nyingi ni kwa uongozi wako shupavu, mahiri na wenye weledi mkubwa. Hakika Mheshimiwa Spika, umeliongoza vyema bunge hili na kukamilisha mikutano 19 katika bunge hili la 12. Najua haikuwa kazi rahisi, lakini pia ni kazi nyepesi kwako, kwani kuna wengi na kila mmoja na kichwa chake ndani ya bunge hili. Kwa hiyo haikuwa kazi rahisi kwako, ila kwa uhodari mkubwa umeweza kufikisha mashua yetu bandarini kama wanavyofanya manahodha makini. Katika historia ya nchi yetu, wewe ni mwanamke wa pili kushika wadhifa huu wa juu kabisa katika mhimili huu wa kutunga sheria. Hakika hujatuangusha wanawake wenzio. Mheshimiwa Spika, uzoefu wako wa kitaifa na kimataifa umekuwa chachu inayohakikisha kazi hii inafanyika kwa viwango vya hali ya juu na hivyo kuendelea kulijengea heshima bunge letu. Hongereni sana. Aidha, Mheshimiwa Spika, nikupongeze kwa kutekeleza majukumu haya sambamba na majukumu yako ya Rais wa 31 wa Umoja wa Mabunge Duniani. Mheshimiwa Spika, kule nako umeweka historia ya kuwa mwanamke wa kwanza kutoka Afrika kuchaguliwa kushika nafasi hiyo. Tunakupongeza sana kwa kuitumikia ipasavyo nafasi hiyo. Mheshimiwa Spika, vile vile niwashukuru Naibu Spika Mheshimiwa Musa Zanzungu pamoja na wenye viti wote wa bunge
kwa kutekeleza majukumu yao kwa uzalendo na kwa weledi. Asanteni sana. Hali kadhalika nitoe shukrani na pongezi zangu za dhati kwenu nyinyi waheshimiwa wabunge kwa kazi kubwa na nzuri mlioifanya. Mmetimiza ipasavyo wajibu wenu wa kuwawakilisha wananchi, kutunga sheria na kusimamia serikali. Bunge hili limekuwa na mchango mkubwa katika kuleta maendeleo na ustawi wa wananchi. Na bila shaka ninyi wawakilishi wa wananchi mmeielewa vyema dhana ya maendeleo ya watu, kwamba hatua na jitihada zote za serikali hazina budi kuelekezwa kwenye kuboresha maisha ya kila Mtanzania. Hili limesaidia kujijengea nyinyi wenyewe wabunge heshima kubwa, lakini pia heshima ya bunge letu kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Spika, sina budi kutambua mchango na mafanikio ya waheshimiwa wabunge waliotuwakilisha kwenye majukwaa ya mabunge ya Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na Jumuiya ya Ukanda wa Maziwa Makuu. Kipekee nimpongeze Dr. Deo Mwepinga kwa kuchaguliwa kuwa katibu mkuu wa jukwaa la mabunge ya Jumuiya ya Ukanda wa Maziwa Makuu. Ni wazi kuwa mmeitendea haki demokrasia ya Tanzania na kuliletea heshima kubwa bunge letu. Mheshimiwa Spika, vile vile nitumie fursa hii kulishukuru tena bunge hili kwa tuzo mlionipatia kwa kutambua na kuthamini na washukuru waheshimiwa wabunge kwa kutambua na kuthamini mchango wangu katika maendeleo na ustawi wa nchi yetu. Ila kama nilivyosema siku nikipokea tunzo hiyo, mafanikio haya yaliyopatikana yanatokana na mchango mkubwa wa bunge, viongozi wenzangu serikalini pamoja na Watanzania wote. Kwa hiyo tunzo ile ni yetu sote. Nawashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kuwashukuru watangulizi wangu ambao leo hii nipo nao hapa, kwa kuwa nilisimama juu ya mabega yao na kuweza kujifunza. Hakika misingi imara walioiweka imewezesha kupatikana kwa mafanikio haya mbalimbali katika kipindi changu cha miaka minne. Nikiri tu kwamba misingi yao na ushauri wao kwa wale niliobahatika kufanya kazi nao umenisaidia sana mimi binafsi pamoja na serikali ninayoiongoza. Nimefurahi kuona Mheshimiwa Rais Mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete yupo hapa pamoja na makamo wa rais wastaafu na pia mawaziri wakuu wastaafu, tupo nao hapa pamoja. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana viongozi hawa kwa msaada wa kimawazo na ushauri ambapo ameendelea kunipa katika kipindi chote cha uongozi wangu. Hakika nimeamini kuwa wazee ni dawa, na palipo na wazee hapa haribiki jambo. Nawashukuru sana. Mheshimiwa Spika, nikimalizia shukrani zangu, ila sio kwa umuhimu, ni washukuru waajiri wangu wa Tanzania. Hakika wao ndio hamasa na chachu ya mimi kufanya yote haya. Nawashukuru kwa sala, dua na maombi yao, bila kusahau ushirikiano mkubwa wa hali na mali katika kulijenga taifa au kuijenga Tanzania tunayoitaka na taifa linalotumainiwa. Mheshimiwa Spika, tangu bunge hili la 12 lianze, kuna viongozi, ndugu, jamaa na marafiki waliotutoka. Kama tunavyojua, tuliondokewa na hayati Dr. John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya 5. Vile vile tuliondokewa pia na hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu wa awamu ya 2, hayati Cleopa David Msuya,
aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu, na hayati Edward Ngoyai Lowassa aliyewahi kuwa waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, hata katika bunge hili wapo pia wabunge wenzetu tulikuwa nao wakati nikizindua bunge hili tarehe 22 mwezi wa 4 2021, ila sasa wametangulia mbele ya haki. Taendelea kuwakumbuka Mheshimiwa Martha Umbula viti maalum, Mheshimiwa Atashasta Nditie wa jimbo la Muhambwe, Mheshimiwa Khatibu Haji wa jimbo la Konde, Mheshimiwa Elias Kwandikwa wa jimbo la Ushetu, Mheshimiwa William Olenasha wa jimbo la Ngorongoro, Mheshimiwa Irene Ndiamkama viti maalum, Mheshimiwa Musa wa jimbo la Amani, Mheshimiwa Francis Mtega wa jimbo la Mbarali, na Mheshimiwa Ahmad Abdul Wakil wa jimbo la Kwahani, na vile vile Mheshimiwa Dr. Fosi Ndugulile wa jimbo la Kigamboni. Hivyo naomba tusimame dakika moja kuwaombea. Mwenyezi Mungu azipumzishe roho zao mahali pema peponi. Amin. Mheshimiwa Spika, utakumbuka kuwa tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2021, takriban mwezi mmoja baada ya kushika wadhifa wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nilihutubia bunge hili. Nilieleza mtazamo wangu kuhusu nchi yetu na kutaja vipaumbele vya serikali ya awamu ya 6. Vile vile vipaumbele vilivyobainishwa na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025. Niliahidi kudumisha mema ya awamu zilizopita, kuendeleza mema yaliyopo na kuleta mema mapya. Niliahidi pia kufanya mabadiliko pale itakapobidi kwa lengo la kuongeza ufanisi na tija. Kama ilivyoada, Mheshimiwa Spika, tunapohitimisha shughuli za bunge, naomba kutumia fursa hii sasa kutoa mrejesho wa utekelezaji wa majukumu ya serikali na yale ambayo tuliahidi kufanya. Napenda kusema maendeleo ni hatua, na tumesikia kutoka kwa mawaziri mbalimbali pamoja na wabunge kazi iliyofanywa na serikali. Lakini kwa kuwa mimi ndiye niliyetoa ahadi mbele ya bunge hili, ninawajibika kutoa mrejesho hapa bungeni. Ninafurahi kusema kwa kipindi hiki kimekuwa ni cha kufanya mageuzi makubwa, kuongeza tija kwenye shughuli za kiuchumi na kujenga msingi imara wa ukuaji endelevu wa kiuchumi wenye kasi zaidi na unaowainua watu kiuchumi. Vile vile kimekuwa ni kipindi cha kuimarisha ustahimilivu wa jamii, kukuza ustawi wa wananchi na kuwawezesha kujiletea maendeleo. Mheshimiwa Spika, nilipokabidhiwa dhamana ya kuiongoza nchi yetu, niliahidi kudumisha tunu za taifa letu, yani amani, umoja na mshikamano, uhuru wa nchi yetu, mapinduzi matukufu ya Zanzibar, pamoja na kudumisha muungano wetu. Kama ilivyokuwa kwa serikali za awamu zilizopita, tumeshuhudia nchi yetu ikiendelea kujivunia tunu hizo na kuziimarisha. Nyote ni mashahidi wa namna nchi yetu Tanzania imeendelea kuwa nchi moja na Watanzania wanaendelea kuwa wamoja, wenye mashirikiano, Watanzania wameendelea kuwa wamoja wenye mashirikiano licha ya kuwa na tofauti zao za kidini, mila na desturi, itikadi za kisiasa na hata ushabiki wa michezo Simba na Yanga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, natambua Namungo pia na natambua Singida United. Mtakumbuka kuwa katika hotuba yangu ya kufungua bunge nilisisitiza umuhimu wa viongozi wa pande zote mbili za muungano kukutana na kuzungumzia ustawi wa muungano wetu. Nafurahi kuwataarifu kwamba maagizo yangu yale yametekelezwa kwa ufanisi zaidi chini ya uwenyekiti wa makamu wa rais akisaidiwa na waziri mkuu kwa upande wa Tanzania bara na kwa upande wa Zanzibar makamu wa pili wa rais. Katika kipindi hiki tumepiga hatua kubwa, hususan kwa kuzipatia ufumbuzi jumla ya hoja 15 za muungano, hatua inayozidi kuongeza
imani, hatua inayozidi kuongeza imani ya Watanzania kwa serikali. Pamoja na hayo, ni waasa wa Tanzania wenzangu tuendelee kushikamana na kuwa makini na vitisho vyovyote dhidi ya muungano wetu, na niwasihi kuendeleza umoja, utulivu, amani, vitu ambavyo ni sifa njema kwa nchi yetu. Mheshimiwa Spika, nchi yetu iko salama, mipaka yetu iko salama na imara kwa sababu Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania limeendelea kutimiza ipasavyo jukumu lake la kulinda uhuru na mipaka ya nchi yetu. Jeshi letu la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lilitimiza miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Katika kipindi hiki tumewekeza sana katika kuliimarisha kwa vifaa, zana za kisasa na mafunzo. Weledi na nidhamu ya wanajeshi wetu ni ya hali ya juu na ya kupigiwa mfano. Tumeboresha maslahi na makazi ya wanajeshi kwa kujenga nyumba mpya 6,064 za kuishi askari. Uwezeshaji huo umechangia kulifanya jeshi letu kushiriki pasavyo katika shughuli mbalimbali za kitaifa na kimataifa, ikiwemo ulinzi wa rasilimali, ulinzi wa miradi mikubwa ya kimkakati na operesheni za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa, hasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Lebanon, Sudan au Sudan Kusini na eneo la Abyei. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa Jeshi la Kujenga Taifa, tumepanua miundombinu na kuongeza idadi ya vijana wanaojiunga na jeshi kutoka 160,427 mwaka 2020 hadi 190,059 mwaka 2025. Tumefanya hivyo kwa kutambua kuwa Jeshi la Kujenga Taifa ni nyenzo muhimu ya kujenga ujasiri, uzalendo na dhana ya kujitegemea miongoni mwa vijana. Vile vile SUMA JKT imeweza kushiriki kikamilifu kufanikisha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya uzalishaji na miradi ya ujenzi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa Jeshi la Polisi, tumeendelea kuliimarisha kwa kuboresha mazingira ya kazi na kuongeza miundombinu, ambapo vituo vya polisi 472 vimejengwa hadi ngazi ya kata na shehia. Halikadhalika tumeboresha makazi ya askari na kununua vitendea kazi ikiwemo magari na pikipiki kwa ajili ya kazi za utawala na operesheni. Aidha, askari wapya 16,000 wameajiriwa, huku maofisa wakaguzi na askari 10,363 wakipandishwa vyeo. Natoa pongezi nyingi kwa Jeshi la Polisi kwa kazi kubwa na nzuri wanayoifanya. Hatuna budi kutambua kwamba uhalifu unaozuiliwa kwa jitihada za Jeshi la Polisi ni mkubwa kuliko unaofanyika. Kasi ya kuwabaini na kuwakamata wahalifu na kuwafikisha mahakamani imeongezeka, jambo ambalo bado hatujafanikiwa vya kutosha ni ajali za barabarani. Lazima nazo tuendelee kuzitafutia mwarobaini wake. Aidha, nalielekeza Jeshi la Polisi kuongeza jitihada katika kukomesha matukio ya watu kupotea.